Mmoja na kambe hela anachukua huyu. Hela huyu. Kwa hiyo basi ngoja niwatolee kwanza maiti. Hela? Mimi ni wewe biafra. Huyu wewe biafra kwenye makosta. Wachimbaji unaenda Kiela uyole makongolosi huko chini. Afu wachimbaji kule kwa Kiela. Mwili utasubiri kidogo. Ashughulikie maandalizi. Na hali ya nje joto hivi tayeyuka. Boy kae umo mwetu istili. Tuanza hela tukahangaika na michakato. Okay sawa. Basi ni jambo zuri. Nani Malemon? Mwakatwila. Jina Alphonse Mwakatwila. Wameandika A Mwakatwila. Wameandika A. Watu hajajua Amos au Alphonse. Ila Mwakatwila. Au Amani. Maki majina. Tunataka kwa tuna kireba. Ulisema 2. Ulitaka unapiga. Alikuwa na mbele 2 niwaone kama mtakubali, lakini mlivyokubali kwenye 2 ndio mkeni. Anataka kutuzungumza. Tusikilizane kidogo. Jio nimekuja kugundua dili nyingi hatupati kutokana na wewe mzee unajichetua sana. Akija mtu akuta na miaka 60 na kiduku. Unajua hapa nywele zinaondoka ndio maana naziacha kidogo hizi. Najua nimesha staafu sasa ni ndio wapi. Nikae na nyie vijana wenzangu hapa. Naomba simu yako nimpigie mama mkwe. Okay. Bwana, maisha yalivyokuwa changanya leo nimeondoka bila kuvaa shati rafiki. Kweli hapo ulijua umevaa nguo ya ndani. Kumbe umetoka nje. Bwana hebu nishaurini. Mimi nina shida na kodi. Afu na mama mkwe wangu yuko vizuri. Kwa nikimuomba kuna tatizo? Hamna shida. Hebu muombe lakini muombe kwa mpangilio kidogo. Nipe mpangilio. Mpangilio kwanza uanze. Yaani mama mkwe wangu kastaafu. Okay. Ana kama milioni 110. Mimi nadaiwa kodi 200 nikimuomba kuna tatizo? Lazima hiyo ufanye changamoto tu. Basi fanye hivi, wewe ndio unaniombea mpigie. Yaani hawa jamaa nikisha wapata tu nitakwambia. Kwa hiyo nyinyi huko mko ngapi? Mmoja. Ana fight na watu 3. Mwenyewe. Aongee huyu ndio mwenye busara. Huyu. Sio lazima sasa unaombewa. Yaani wewe ndio akuombe. Huko tukipata wanawake ndio sawa. Kidogo anaona aibu. Hapo. Kwa hiyo kama unaniombea mimi. Wewe vipi? Shaki. Saraki. Kian. Burito. Kama kaa. Ziamunu. Sema bwana. Vipi? Mzee wa poli kwa poli. Aisee hamna hata habari za habari za polini kwanza. Unazania hata polini wewe ukimuona mjini, unajua kaja kupiga dili. Yeye ni polini. Polini kwa chaka. Sasa nimekuja kuambia kuna jambo bwana. Kama mtajaji. Lete mambo sasa. La kijasusi. Leta wote tu wanaume hapa. Kijasusi alikuwa anacheka. Sio kama lile la kuuza kiwanja chenye mgogoro, hili ni kubwa. Sasa sio viwanja vya mgogoro hivi. Simesikia. Unajua kutembea hii, kuona mengi. Kugusa. Unagusa vingi. Kama unavyosema wewe, vinavyonuswa havilambwi na vinavyolambwa havinuswi. Nimeligundua hilo. Hivi unajua kumbe kuna haya matukio makubwa. Kwa mfano meli zikizama, majanga haya yakitokea kitaifa. Chukua simu yangu. Na mtu atakusikiliza. Wewe mbona kama una arabii, una wasiwasi? No, hili jambo yani ni siri yetu. Kumbe bwana serikali ina sasa hizi bro. Shari. Kumbe serikali bwana ina utaratibu wako bwana. Kumbe wakitokea watu wamekufa kwa pamoja, yani limekufa kundi la watu. Wale watu ambao wanaweza kawa na ndugu zao mle. Kuna kaposho kidogo wanapewa. Mimi na ndugu yangu alikuwa anafanya kazi, nasikia kuna kamati ya maafa. Okay. Kwa hiyo kuna kishika msiba. Sasa hicho kishika msiba hicho kisha nileta mimi hapa maskani kishika msiba. Ngoja kwanza. Nyosha maelezo. Unapinda. Nyoka. Maelezo nayokupa mimi ni kule hicho kishika msiba. Nilisikiaga hiyo. Sasa kile kishika msiba kile hauwezi ukapewa peke yako. Kwa ajenda ya serikali ni lazima muwe watu 5. Ndio wanaenda na wakabidhi ule mwili wa marehemu na jeneza lenu. Lakini na kishika msiba kile. Sasa sisi shida yetu ni kishika msiba. Mimi najua jeneza. Wewe mtoto wako siada. Huyu hapa nyumba yake ile ilikuwa pauwe huyu. Tukienda tukikichukua. Yaani hapa kila mtu ana matatizo kwa kifupi. Tujiunge. Tuambie ni wapi na lini. Leo hii jamaa wako hapo. Unalala vipi nyanyuka sasa? Shambi wa leo. Ni huku. Ngoja kwanza. Wewe sikiliza huku vipi? Sasa hapo tulia. Tumekubaliana. Ila sasa sikiliza. Kuna mambo lazima tuwekane sawa. Sikiliza. Mimi binafsi nina uzoefu wa kutoa maiti. Okay. Kuna vitu vya msingi pale vya kuulizwa. Kibali cha maiti.
Mimi nashughulikia mimi. Kwa sababu kinapatikana wilayani. Nashughulikia mimi. Kibali cha maiti. Alafu kuna taarifa ya kifo. Mimi nashughulikia mimi. Nawakalilisha mimi. Haya, majina ya marehemu nawakalilisha mimi. Huyu atabiri wote. Nawakalilisha. Ndio hili nimesema watu wote hapa tukifika pale wote tuwe na lugha hii? Wote ni wakina Mwakatwila. Nikisema Ausindile nyinyi mnasema Anoga. Wote. Hiyo Morogoro. Mwakatwila ni Ugonile. Nikisema Ugonile mnasema hapa mpaka sasa tunataka kuchanganyana. Hapa yeye kwanza tuko two way traffic. Ndio tuchanganya dini. Sisi wote tuseme dini moja. Maana anaweza katupa dini maiti labda ile ni ya Kiislamu, sisi ni wa Kristo. Au sisi ni Waislamu tukapewa message. Hapo kote tushaelewana. Akitupa ya Waislamu anawahi kuzika. Wakristo wanachelewa bora ya Kikristo. Tushawahi hapa tuelewane kitu kimoja cha mwisho. Huko kote tuko tayari. Sawa. Eneo la kuzika. Kwa mfano ndio kweli tumepewa mwili papo. Tumepewa mwili. Kwa sababu sisi issue sikishika msiba. Ela najua utaishika. Tutaenda kuzika wapi? Sasa sisi tukichukua ule mwili tukishashika kile kishika msiba kile. Sisi tunachokifanya tunachanganyikiwa. Tuna baada ya kupata lile jeneza tunaingiwa pepo. Pale tunaingiwa pepo. Tunakimbia jeneza. Sawa, wanajua sisi ndugu wa familia baada ya kupata jeneza wamechanganyikiwa. Wanazika wao. Unaidia wewe? Sasa hapo ni master. Hapo kwenye kuchanganyikiwa tumeingiwa na pepo, tujue pa kukimbilia. Maana sio kuna mapepo, wote tunakimbilia daladala. Sio pepo. Kama una hela yako sasa, kama hela yako umeshaishika tumeshagawana kile kishika msiba kile. Ndio unakimbia unavyojua. Kama hatujagawana mfuata aliyeshika kishika msiba. Sawa. Eneo twendeni location wapi? Wewe unakuaga na kielele sana. Mimi nitakuwa mzee wa mapambio. Ngoja kuna kitu hapa kimoja. Ngojeni basi. Kuna kitu kimoja hapa. Hebu tuitane hilo jina kabisa la ukoo kwa sababu unaweza ukasahau. Wote tuseme Mwakatwila. Ugonile Ndaga. Fumbo na Maloli. Nikisema Afuire nani unasema Kikolo. Afuire nani? Kikolo. Twende. Ndaga Kiala. Ugonile Msindile. Utachelewa utafunga ofisi. Kabla waziri wa maafa hajaondoka. Utafunga ofisi. Ndaga Kiala. Hapa. Oya, sasa kabla tujafika hapa. Wote tumesema jina ubini wetu mwanani? Mwakatwila. Mwanani? Mgonile. Ndaga. Tuisie Konkonga Kikolo. Tuisie Konkonga Kikolo. Tuisie Konkonga Kikolo. Sawa, imeshakaa moyoni na kwenye moyo. Hapa. Au ameshafunga. Hizo kama na kufunga. Mungu huyu. Chumba cha maiti habari zenu? Marehemu anaongea. Sasa. Tumeshituka tulivyokuona baba na hizo nguo. Mimi ni mtenda kazi kwenye chumba hiki cha maiti. Na sisi tumefika kwa wakati. Sisi ni ndugu tumekuja kuchukua mwili wa ndugu wetu humu ndani ambaye alikumbwa na katika hilo tukio la janga lililotokea na alikuwa ni mmoja wao. Tulia. Na taarifa tulizozipata baada ya mnaongea au mnakuja kulialia kama mimi ndio nayeongea wanaolia ni ndugu. Kama mnakuja tu mnalia mimi nafanya kazi basi endeni kulia mkinyamaza. Wewe umeajiriwa kana maiti baba. Sisi hatujazoea. Nyamaza kulia mtaniambia. Tumemaliza baba. Tumeshamaliza. Usilie na nyinyi mnalia. Nyamaza bwana. Usilie. Najua nakuuma sana. Nani baba? Wameisha nyamaza kulia baba. Na ni mtu wa maiti. Usilie bwana kwenye kazi ambayo watu wanafanya huko serious. Nani usilie baba? Usilie. Atulie baba. Sikilizeni. Ndio baba. Utaratibu ulioko mahali hapo. Serikali iliweka vitu bayana. Pale ambapo familia inakuja na imeambiwa sio chini ya watu 5. Wanakuja hapa kutambua mwili wa ndugu yao. Tuko watu 1, 2, 3, 4, 5. Familia moja. Na dada yetu mkubwa anakuja. Na dada yetu mkubwa mmoja. Sasa tukasema tuje sisi wenye moyo mgumu. Kwa sababu ulipotoka hata mtu wa maiti kama mtu hana moyo mgumu anakimbia. Ulipotoka mnafanana? Kwa hiyo mnyamazeni baba. Wamemaliza baba. Wameshamaliza. Wamemaliza vipi na wao watu? Nyamaza kazi. Okay. Kwa hiyo utaratibu wa serikali ulipofanya kama wamekuja watu 5 na wametambua mwili wa ndugu yao, basi kuna kitu kinaitwa kishikia maiti ambayo ni milioni 4 zinatolewa. Milioni 4. Nilisema 2 lakini hatuwezi kumsikia vizuri.
Unaona mambo yalivyo mazuri pamechangamka sana. Akati napokea taarifa ni milioni 4. Milioni 4. Hiyo ni kipoza msingi. Mheshimiwa, sawa, kijaribika kitu. Mpe huyu hiyo 4. Mwenyekiti. Hawai kule Biafra kwenye wakati hao wanashughulikia maiti. Tunashughulikia mwili. Nani anayebeba maiti? Sisi. Mmoja na kambe. Na hela anachukua huyu. Kwa hiyo basi ngoja niwatolee kwanza maiti. Hela ni wa Biafra. Huyu wa Biafra kwenye makosta. Wachimbaji tunaenda Kiela uyole makongolosi huko chini. Alafu wachimbaji kule kwa Kiela. Mwili utasubiri kidogo. Ashughulikie maandalizi. Na hali ya nje joto hivi tayeyuka. Boy kai umo mwetu stili. Tuanza hela tukahangaika na michakato. Okay, sawa. Basi ni jambo zuri. Nani marehemu Mwakatwila. Jina Alphonse Mwakatwila. Wameandika A Mwakatwila. Wameandika watu hajajua Amos au Alphonse. Ila Mwakatwila. Au Amani. Maki majina. Tunataka kwa tuna kireba. Ulisema 2. Sikuelewa. Ulitaka unapiga. Alikuwa na mbele 2 niwaone kama mtakubali, lakini mlivyokubali kwenye 2 ndio mtendo. Sasa ungepiga simu pale Biafra utafute Costa nzima, sio tena tunafika tena kama ipo kwenye simu unaweza kumtumia tu moja kwa moja. Hamna shida. Mtamtajia namba. Msema marehemu ni nani anaitwa? Mwakatwila. Sasa sijui Amos au Amani. Mwakatwila. Sasa kwenye listi hapo tulivyoweka hapo hakuna mtu anaitwa Mwakatwila. Kuna nani? Yuko nani? Kuna nani vipi? Nyinyi si mnamjua ndugu yenu mnayefuata? Inawezekana nyinyi kwenye uandishi wenu mchanganya. Hiyo Katwila unaweza kama ngoja kwanza, ngoja hapa tuelewane. Mkuu, wewe mwanaume na sisi wanaume. Pale kwenye biashara wakati lile jengo linaanguka, mind you that. Inawezekana si mtu tunamjua anaitwa Amani. Kumbe kule kwenye biashara zake kwenye kitambulisho cha umachinga kaandika Adamu. Wewe bwana tuambie majina yalokuwepo sisi tunajua labda kuna utani kuna lipi. Nyinyi mna uhakika au na maiti ngapi zilizobaki tuangalie. Sasa nyinyi mna uhakika? Uhakika kabisa sasa sisi tuje kudai maiti wakati sisi hatuna ndugu. Hapa ni benki hapa baba. Kwamba tuje tu. Mimi naitwa Imani Mwakatwila. Wewe? Fidori Mwakatwila. Wewe? Mwafiombe Mwakatwila. Wewe? Nokazi Mwakatwila. Evaristi Mwakatwila. Sisi ni ndugu Lukundu Lumwe, ndugu wa damu. Mwakatwila huyu. Ili muweze kuchukua. Lakini hela mnaondoka nayo leo. Mtumie huyu. Mtumie, mrushie. Sio namrushia, nataka kufanya kwanza mawasiliano. Sawa. Sasa tena tupo hapa. Sisi ndio ndio ndugu bwana. No, utaratibu uliwekwa hapa kabla watu wachukue mwili lazima jeshi la polisi liwekwe. Polisi tena. Sasa polisi tena. Wewe polisi bado utaratibu wa kazi. Ngoja kwanza polisi tuzungumze sisi wenyewe. Nyinyi si mmekuja kuchukua mwili. Sawa, ngoja nikwambie. Sikiliza. Fiwa usite polisi bwana. Hii mitikasi hapa Dar es Salaam mjini. Sikiliza. Chukua 3, tupe moja, tugee moja. Usiwasumbue polisi. Wewe wacha na polisi. Wewe elewa maana yake nini? Sikia, toke 4. Chukua 3. Sisi tupe moja na mimi na mshahara wangu hapo unanitoa. Sawa bwana, hakuna mtu anayenogewa na mshahara bwana ukatosheleza. Mshahara utoshi. Hizo milioni 3 mtawapa polisi wanavyo. Sikia basi. Haiwezekani wote utaratibu wa kazi. Sikiliza, basi la mwisho sikiliza. Chukua yote 4. Ngoja polisi waje. Sasa polisi kazi gani? Basi wewe 4 wewe na maiti mtazika na polisi. Sisi ndugu tunaacha maiti. Sisi tufio naita polisi wenyewe. Mwakatwila. Wewe, halo. Unaita polisi bila. Wewe Mwakatwila.